Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 12 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutaendelea kufuatilia matukio muhimu yanayokumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na eneo la Maziwa Makuu, ambako masuala ya usalama, siasa na mahusiano ya kikanda yanaendelea kuchukua nafasi kubwa katika ajenda ya kitaifa. Vile vile tutaangazia hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano na mashambulizi ya makundi yenye silaha yanaendelea kuathiri maisha ya wananchi pamoja na juhudi za vikosi vya usalama katika kurejesha utulivu katika maeneo yaliyoathirika. Vile vile tutakuletea taarifa kutoka uwanja wa diplomasia, ambako mikutano ya viongozi wa kikanda inaendelea kujadili mustakabali wa ushirikiano na usalama wa mipaka. Katika upande wa siasa za ndani tutachambua mitazamo tofauti na kumba kuhusu mustakabali wa katiba na mijadala inaendelea bungeni. Na mengine zaidi ni katika matangazo yetu hii ya asubuhi ya leo. Langu jina mimi ni Teleje Lolonga, ni Kivu News Info kila siku. Tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Wananchi wa eneo la Sange katika eneo la Uvira mkoani Kivu Kusini wameanza kurejea katika hali ya matumaini baada ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha usalama kufuatia kuondoka kwa wanajeshi wa waasi 23 ambao wako Kamanda wa operesheni za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ukanda huo, General Dunia, ne soyons pas distraits. Alors ni periode ya kuwa organize. Imaginez risasi likianguka hapa, kila mtu ataenda mdirection. Mtu kila mtu yuishi kwake kwa wapi kwake. Tuwe kisa kupanga basi vita vya nini ayaisha. Turasikilizana. Wanajeshi wa FARDC wanaendelea kusambazwa katika maeneo muhimu ya Sange kuhakikisha usalama wa ile yote. Nadhani mnifuate kwa Commandant Supreme alikuwa na nidefendre kila siku devant la communauté internationale juu ya volonté yenu yenye mulibamba ya kurefuser agression rwandaise. Kwa ile na mipatia au nom du chef d'état-major général pole 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 tena. Tunasikilizana. Ya pili ni retour à la discipline. Unajua yeyote mwenye anashika silaha ya kwanza yenena analombewa ni discipline. Franchement mungetoka huku yulu ndio ningemikondane kama vous retrouver asante. Nina najua configuration ya huku. Wengine balitoka mpori, akufa moya asema atatokea directement Runingu wa en dehors ya hii. Kwa hapa sasa gisi nazari mlipata ma-instruction, sisi wote wazalendo tunaanza kujikuta wapi? Runingu. Tunafika kule Runingu juu ya nini? Hapa tuko narudia ni kuya recensement fulani ni mkubwa wa wazalendo ndio. Eko na watu wangapi? Ndio. Wale watu wako na arme ngapi? Ndio. Majimbo ni banani? Ndio. Asema malata ni permettre nipeleke rapport viongozi. Meme probleme ya chakula. Tutalisha watu wangapi? Nadhani ya kivita.
Ne soyons pas distraits. Alors ni période ya kuwa organiser. Imaginez lisasi likianguka hapa, kila mtu ataenda mdirection. Mtu kila mtu yuko chef wake kwa chef wake. Tuwe gisa ya kupanga parce que vita zia nini ayaisha. Tunasikilizana. Ulikosa kula vizuri. Ile yote nadhani mlifuata kwa commandant supreme. Alikuwa ananidefendre kila siku devant la communauté internationale. Tu ya volonté yenu yenye mulibamba ya refuser agression rwandaise. Kwa ile na mipatia au nom du chef d'état-major général pole 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 tena. Tunasikilizana? Ndio. Ya pili ni retour à la discipline. Unajua yeyote mwenye anashika silaha ya kwanza yenye analombewa ni discipline. Franchement mungetoka huku yulu ndio ningemikondane kama vous retrouver asana. Nina najua configuration ya huku wengine balitoka mpori akufa moya asema atatokea directement Runingu wa en dehors ya hii milieu. Kwa hapa sasa jinsi nadhani mlipata ma instruction, sisi wote wazalendo tunaanza kujikuta wapi? Runingu. Tunafika kule Runingu juu ya nini? Hapa tuko narudia ni kuya recensement fulani ni mkubwa wa wazalendo ndio. Eko na watu wangapi? Ndio. Wale watu wako na arme ngapi? Ndio. Majimelo ni banani? Ndio. Asimu malata ni permettre nipeleke rapport kwa viongozi. Meme probleme ya chakula. Tutalisha watu wangapi? Nadhani ile tunapasha kuirespecte na turudie pole pole kwa hapa sasa. Gisi nafika mimi kama nashuka hivi niliacha deja instruction kule yulu, tunapanda tutaangalia gisi problema ya chakula bia nini kusemaka magharibi, na kuko parade ya mnene tutafanya wazalendo wote wenye kwa mplene wewe walikuwa mplene rudi tujue mipango gani tutafanya. Vita yaisha. Eske vita inaisha? Eske tunaya bitu gani bengo yule ya milima ya nani ya Runingu? Alors tusiwe distrait. Tusikue distrait. Atujue benye kwa milima yote. Ne soyons pas distraits. Alors ni période ya kuwa organiser. Imaginez lisasi likianguka hapa, kila mtu ataenda mdirection. Mtu kila mtu yuko chef wake kwa chef wake. Alors tujikaze pale peta rudiano, tunajua kufanya parade, tunajiregrouper batu, tutatia ba secrétaire banini, tuwe gisa kupanga parce que vita zia nini ayaisha. Tunasikilizana? Ndio. Furaha kwa juu Kisegechi ni mwanaume mwanaume kutuonea tumalizia vita bilikuya kubike na bikaisha kubike. Hata kama watu walikufa wa kidogo, bora Kisegechi ni mwanaume alitumalizia vita kubike, bilikuya kubike na bikaisha kubike, na Mungu amsaidie aendelee. Ndio, mlikuwa mnaishi namna gani na hao watu? Tulikuwa tunaishi vibaya sana, tunalala nje, banatuwia bwana yetu, banatuviole. Kumbe bibi balienda, Mungu amsaidie mahali popote. Ungeambia hapa tuko wapi?
hapa tuko sange, tuna furaha, hata kwenda buchu taza vua. Tuna furaha sana. Niko na furaha kuona watoto zetu, wandugu zetu wanarudia tena mungini yapo. Tulikuwa tushaitiwa, tuko ba Rwanda, oro na tuko ba Kongole. Sitatoka hapa niende Uvira. Uvira wananiambia niko Rwanda na niko Kongole. Ndio vile Felix Tshisekedi ukamate pike kalamu vizuri, estilo ukamate estilo vizuri, waambie bazungu usikona baogopa. Hakuna wakiwa wapi? Anataka yuko kwa wanyama na wanyama. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Mombasa mkoani Ituri baada ya mashambulizi mapya ambayo yanadaiwa kufanya na waasi wa ADF kati ya Jumapili na Jumatatu tarehe 11 Mei mwaka 2026 katika kijiji cha Mkomo na Mabahu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani pamoja na mashirika ya kiraia, mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 15 huku nyumba kadhaa zikichoma moto na mamia wananchi kulazimika kukimbia makazi yao kutokana na hofu ya usalama. Shambulizi la hivi karibuni lilitokea Jumatatu asubuhi katika eneo la machimbo ya madini ya Mabahu iliyoko msituni kuelekea Muchacha. Vyanzo vya eneo vinaeleza kuwa wapiganaji wa ADF walishambulia raia waliokuwa wakifanya shughuli zao za uchimbaji na kuwaua watu 5 papo hapo. Siku moja kabla, yani Jumapili jioni, kundi jingine la waasi hao lilivamia kijiji cha Mkomo kilichopo zaidi ya kilomita 60 kutoka katikati ya Mombasa. Kwa mujibu wa Nouvelle ya Société Civile du Congo, watu wasiopungua 10 waliuawa katika shambulizi hilo huku wengine kadhaa wakiripotiwa kutoweka. Nyumba nyingi ziliteketezwa kwa moto na kusababisha familia nyingi kubaki bila makazi.
Mashambulizi yamezidisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi wa eneo hilo. Shughuli za kilimo ambazo ndicho chanzo kikuu cha maisha ya wakazi wengi zimesimama katika vijiji kadhaa baada ya wananchi wengi kukimbia maeneo yanaonekana kuwa salama zaidi. Matukio haya yanakuja siku chache tu baada ya shambulizi lingine baya lilotokea Biakato Alhamisi iliyopita ambako zaidi ya watu 20 waliuawa na waasi hao wa ADF. Kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi yao, mwakilishi wa Societe Civile du Congo Marie Noel Notane ametaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya mapambano dhidi ya ADF kwa kipaumbele cha haraka kwa kuimarisha uwezo wa kijeshi katika maeneo yaliyoshambuliwa yanaendelea kushambuliwa mara kwa mara. Notane amesema kwa mamlaka za kijeshi zinapaswa kuchukua hatua nzito. Taarifa na tahadhari zinatolewa kwa wananchi ili kuzuia mashambulizi kabla hayajatokea. Amesitiza kuwa jeshi linapaswa kuwa na mkakati wa kushambulia mapema badala ya kusubiri mashambulizi ndipo ichukue hatua za kujiamini. Kwa upande wake, msimamizi msaidizi wa wilaya Mombasa amesema kuwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea na operesheni za kuwatafuta na kuwatekeleza wapiganaji wa ADF waendelea kuvuruga imani kati ya maeneo ya Ituri. Pia amelaani baadhi ya watu wanaoshirikiana na jamii mbalimbali za makundi yao yenye silaha dhidi ya wananchi. Mashirika ya kiraia yanaeleza kuwa tangu mwezi Machi zaidi ya vijiji 20 katika eneo la Mombasa tayari vimekuwa vikilengwa na mashambulizi ya ADF. Na takwimu za mashirika hayo zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 130 wameuawa tangu mwanzo huu katika mashambulizi mbalimbali yanayohusishwa na kundi hilo la uasi wa ADF. Taarifa mpya kutoka jimbo la Kivu Kusini zinaonyesha kuwa tangu mwishoni mwa wiki kumekuwa na harakati mpya za kijeshi katika bonde la Ruzizi pamoja na maeneo ya milimani ya Plateau. Waasi wa muungano wa M23 wameonekana kujiondoa katika baadhi ya maeneo ya huko, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vikianza kurejea na kujipanga upya katika maeneo hayo. Hata hivyo, pande zote zina tafsiri tofauti kuhusu kile kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyonukuliwa na waasi wa M23, muungano wa M23 unadaiwa kuungwa mkono wa Rwanda unasema kuwa hatua hiyo ya kujiondoa si matokeo ya kushindwa vitani, bali ni ishara ya nia njema katika mchakato wa kutafuta amani. Kundi hilo linaeleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya juhudi zake za kuonyesha utayari wa kisiasa kwa ajili ya mazungumzo ya amani yanayoendelea chini ya usimamizi wa kimataifa. Katika barua ya tarehe 7 Mei mwaka 2026 iliyotumwa kwa waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio, mratibu wa kisiasa wa M23 Kornenanga alieleza kile alichokiita hatua za kujitolea zilizochukuliwa na harakati hiyo ya uasi. Kwa mujibu wa Kornenanga, hatua hizo ni pamoja na kujiondoa kwa upande mmoja kutoka katika wilaya Walikale mwezi Machi mwaka 2025, kuachiliwa kwa zaidi ya wafungwa 1350 pamoja na kutoa pendekezo la kuwapeleka kwa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu zaidi ya wanajeshi 5000 wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na familia zao waliokuwa mikononi mwa waasi wa M23. Pia alitaja kujiondoa kwa waasi hao kutoka mji wa Uvira na kufunguliwa kwa njia za misaada ya kibinadamu kama sehemu ya ishara za kutafuta suluhu la kisiasa. Kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la FARDC linaeleza hali hiyo kwa mtazamo tofauti kabisa. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC imethibitisha kuwa vikosi vyake vinaendelea kuingia katika maeneo yaliyoachwa kwa na wapiganaji wa M23 kuanzia Sange hadi Mutarule. Kwa sasa taarifa zinaeleza kuwa mstari wa mwisho wa waasi hao umebaki katika eneo la Luvungi. Kwa mamlaka ya Kinshasa, hatua ya M23 kujiondoa ni matokeo ya shinikizo kubwa la kijeshi pamoja na presha ya kidiplomasia kutoka jumuiya ya kimataifa. Katika barua hiyo aliyomwandikia Marco Rubio, Kornenanga pia alishtumu Marekani kwa kile alichokiita upendeleo katika usuluhishi wa mgogoro wa Kongo. Nanga anadai kuwa tangu kutiwa saini kwa makubaliano kuhusu madini muhimu kati ya Washington na Kinshasa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikipewa uungwaji mkono wa kimya na wapatanishi wa Marekani, jambo ambalo kwa mujibu wake linaathiri uaminifu wa mchakato wa upatanishi. M23 inashutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutokutekeleza baadhi ya ahadi zilizotolewa katika mazungumzo nchini Uswisi kuanzia tarehe 18 Aprili mwaka huu, ikiwemo kuachiliwa kwa wafungwa 317 ndani ya siku 10 kama ilivyokubaliwa. Kundi hilo pia limelalamikia kile kilichodai kuwa ni mashambulizi ya mara kwa mara ya ndege zisizo na rubani pamoja na mashambulizi anga dhidi ya maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake.
Na ya barua ilitumwa pia kwa rais wa Togo ambaye ni mpatanishi wa Umoja wa Afrika katika mgogoro huu, pamoja na maafisa wengine wa Qatar, Uswisi na Marekani wanaoshiriki katika juhudi za kurejesha amani mashariki mwa Kongo. Hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa wasiwasi kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi yanahusishwa na wasi wa ADF wanaonekana pia chini ya jina la ISCAP katika maeneo ya Beni mkoani Kivu Kaskazini pamoja na wilaya Mambasa katika jimbo la Ituri. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na mchambuzi wa masuala ya usalama Fisto Mwahamba, takribani watu 15 wakiwemo raia pamoja na wanajeshi wameuawa ndani ya kipindi cha wiki moja pekee kutokana na mashambulizi mbalimbali yaliyotekelezwa na makundi hayo yenye silaha. Mashambulizi yao yameendelea kuathiri vijiji na maeneo kadhaa muhimu hususan katika Katere, Mugamba, Biakato na Mkumo ambako wananchi wanaendelea kushuhudia mauaji, utekaji wa watu, uchomaji wa nyumba pamoja na uporaji wa mali za raia. Katika tarafa la Beni, waasi hao wanaendelea kufanya mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya vijiji vya wakulima pamoja na maeneo ya biashara, hali inayosababisha mamia ya familia kukimbia makazi yao kwa hofu ya kuuawa. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa baadhi ya wananchi hulazimika kulala porini au kukimbilia katika vituo vya muda kwa vya wakimbizi kutokana na hofu ya usalama. Katika jimbo la Ituri hususan katika wilaya Mambasa, hali inaendelea kuwa mbaya zaidi baada ya mashambulizi mapya kuripotiwa katika maeneo ya Mkomo na Biakato. Mashambulizi hayo yamesababisha hofu, vifo vya watu wengi pamoja na kusimamisha shughuli za kilimo, biashara na uchimbaji wa madini ambazo ndizo tegemeo kuu la wananchi wa maeneo hayo. Ripoti zinaonyesha kuwa waasi wa ADF wanaendelea kutumia mbinu za kigaidi kwa kushambulia raia wasiokuwa na hatia, kuchoma nyumba na kuharibu miundombinu ya kijamii. Mara nyingi mashambulizi hutokea usiku au katika maeneo ya misitu ambako ni vigumu vikosi vya usalama kufika kwa haraka. Mbali na Beni na Mombasa, operesheni za makundi hayo yenye silaha sasa zinaendelea kuathiri pia baadhi ya maeneo ya jimbo la Uwele. Hali hii inaonyesha ushawishi wa waasi unaendelea kusambaa katika maeneo mapya licha ya operesheni za kijeshi zinazoendelea kufanywa na FARDC kwa ushirikiano na jeshi la Uganda chini ya operesheni za pamoja dhidi ya ugaidi. Wananchi wa maeneo walioathirika wanaendelea kuiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongeza uwepo wa vikosi vya usalama pamoja na kuimarisha ulinzi wa raia ili kuzuia mauaji zaidi. Mashirika hayo yameonya kuwa ikiwa hatua za haraka zitachukuliwa, hali ya kibinadamu inaweza kuwa mbaya zaidi kutokana na ongezeko la wakimbizi wa ndani, uhaba wa chakula na kusimama kwa shughuli za kiuchumi katika maeneo mengi ya mashariki mwa nchi. Kwa sasa mamlaka za kijeshi zinaendelea na operesheni za kuwatafuta wapiganaji wa ADF ISCAP katika misitu ya Kivu Kaskazini, Ituri pamoja na maeneo mpakani, huku wananchi wakisubiri kurejea kwa hali ya amani na usalama katika vijiji vyao. Katika mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika siku ya jana Jumatatu katika State House ya Kampala, viongozi wawili wa Afrika Mashariki, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na Rais wa Uganda Yoweri Museveni wamejadili kwa kina masuala ya usalama, ushirikiano wa kiuchumi pamoja na miradi ya nishati na kushuhudia kusainiwa kwa makubaliano 6 ya ushirikiano kati ya nchi zao mbili. Makubaliano yalitokana na kazi ya kikao cha 6 cha tume ya kudumu ya pamoja kati ya Kongo na Uganda yanayolenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, kiusalama na kiuchumi kati ya mataifa haya jirani yanayokabiliwa na changamoto za pamoja katika eneo la Maziwa Makuu. Katika kikao hicho, swala jipya nyeti la ushirikiano katika sekta ya mafuta ilijadiliwa rasmi, ikifungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa kimkakati kati ya Kinshasa na Kampala. Kabla mkutano huo wa marais, mawaziri wa mambo ya nje ya Kongo Therese Kaikomba Wagner alieleza kuwa lengo kuu la mazungumzo hayo yalikuwa kuongeza tu idadi ya mikataba bali pia kuleta mabadiliko hasa katika maisha ya wananchi wa nchi zote mbili, hasa katika maeneo ya mpakani yanayoathiriwa na ukosefu wa usalama na changamoto za kiuchumi. Katika upande wa usalama, Rais Yoweri Museveni alisisitiza kuwa uwazi kwamba kipaumbele cha kwanza cha ushirikiano kati ya nchi hizi ni kuhakikisha ulinzi katika mipaka yao pamoja, hususan katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Alisema kuwa maafisa wa kijeshi wa nchi zote mbili wanaelewa wajibu wao na wanapaswa kuchukua hatua za pamoja ili kudhibiti vitisho vinavyoendelea kutoka kwa makundi yenye silaha. Kwa upande wake, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisisitiza umuhimu mkubwa unaotolewa na serikali ya Kongo katika kuhakikishia amani na utulivu katika eneo lote la Maziwa Makuu, akieleza kuwa usalama wa mipaka ni msingi muhimu kwa maendeleo na kiuchumi na kijamii kwa wananchi wa ukanda huo. Katika mjadala ya kiuchumi, Rais Museveni alifichua pendekezo jipya la ushirikiano katika sekta mafuta, akieleza kuwa kuna hifadhi ya mafuta
mafuta iliyovuka mipaka kati ya Kongo na Uganda. Kwa mujibu wake, gunduzi hilo linaonyesha kuwa rasilimali hiyo ipo katika eneo moja la kisaikolojia, lakini imegawanya na mpaka wa kisiasa kati ya nchi hizo mbili. Museveni alieleza kuwa upande wa Uganda tayari miundombinu ya bomba la kusafirisha mafuta imeanza kujengwa pamoja na mipango ya ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta, na hivyo ikapendekeza kuwa Kongo pia ishiriki moja kwa moja katika mradi huo wa kimkakati. Pendekezo hilo lilipokelewa kama hatua muhimu ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, huku ikitarajiwa kuongeza fursa ya uwekezaji wa mapato wa pamoja katika sekta ya nishati. Waziri wa mambo ya Uganda ya kanda ya Uganda, John Mulimba, alihitimisha mazungumzo hayo kwa kusisitiza kuwa lengo kuu la ushirikiano kati ya mataifa hayo ni kuhakikisha ustawi wa wananchi pamoja na kulinda usalama wa kimkakati wa wananchi wa nchi zote mbili. Kwa jumla, mkutano wa Kampala umeashiria hatua mpya katika uhusiano wa Kongo na Uganda, ukilenga tu si kushughulikia changamoto za usalama katika eneo la mipaka, bali pia kuanzisha ushirikiano mpana wa kiuchumi na ulenga maendeleo ya pamoja katika ukanda wa maziwa makuu. Chama cha kisiasa cha Parti du Peuple pour la Reconstitution et la Démocratie PPRD kimebuka na msimamo mkali siku ya jana Jumatatu tarehe 11 Mei kikitoa tamko la kisiasa linalopinga pendekezo la sheria ya kura maoni ambalo kwa sasa linaendelea kujadiliwa bungeni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tamko hilo, PPRD inadai kuwa pendekezo hilo linaweza kuwa njia kujaribu kupindisha masharti ya katiba nchi, hususan kifungo cha 212 cha katiba cha tarehe 18 Februari mwaka 2006 ambacho kinaweka mipaka ya muda wa viongozi wa urais wa jamhuri. Kwa mujibu wa chama hicho, kinaongozwa na wafuasi wa rais wa zamani Joseph Kabila, hatua inaonekana kama jaribio la kuandaa mazingira ya kuruhusu muhula wa 3 wa urais, jambo ambalo linapingwa vikali na katiba ya sasa ya Kongo. PPRD imesema kwa kile kinachoendelea ni mchakato wa polepole au wa kile kinachoitwa mwelekeo wa kimabavu, ambako taasisi muhimu za nchi zinadaiwa kuwekwa chini ya udhibiti mkali wa kisiasa. Chama hicho kimetaja taasisi kama Bunge la Taifa, Tume ya Uhuru ya Taifa ya Uchaguzi Seni pamoja na Mahakama ya Katiba, ikidai kuwa uhuru wake umeathiriwa katika mkataba wa mabadiliko ya kisiasa yanayoendelea. Katika tamko hilo, PPRD inatoa wito kwa vyama vya kisiasa pamoja na mashirika ya kijamii nchini Kongo kuungana na kujipinga ili kulinda katiba ya tarehe 18 Februari mwaka 2006 ambayo imechukuliwa kwa kuwa msingi wa utulivu wa kisiasa na kidiplomasia nchini DRC. Chama hicho kinaona kuwa jaribio lolote la kufungua tena kifungo cha 212 cha katiba kinaweza kuchukuliwa kama mapinduzi ya kikatiba tu, ambayo kwa mujibu wake inaweza kuhesabiwa kama kosa kubwa la uwiano dhidi ya taifa. Kwa sasa mjadala huu kuhusu mabadiliko ya sheria na mustakabali wa katiba unaendelea kuwa nyeti katika mazingira ya kisiasa ya Kongo, huku makundi mbalimbali ya kisiasa yakionyesha mitazamo tofauti kuhusu mwelekeo wa kidemokrasia nchini DRC. Na tunaelekea mwisho wa taarifa yetu ya asubuhi ya leo. Asanteni sana kwa kuendelea kuwa nasi katika kipindi hiki tulichoangazia matukio muhimu yanayoendelea nchini na katika eneo la maziwa makuu, hususan masuala ya usalama, diplomasia na hali ya kisiasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi endelea kufuatilia taarifa zetu kupitia Kivu News Info ili upate habari za uhakika na kwa wakati kuhusu kile kinachoendelea nchini na dunia kwa ujumla. Basi tunaomba kila mmoja wetu endelee kuchukua tahadhari, kuheshimu amani na kuepuka kusambaza taarifa zisizo na uhakika. Na kabla hatujahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, naendelea kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla kuondoka ningekuomba kufanya kitu kimoja vile hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa lugha nyingine nasema kujabone kwa vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teroje Lulonga, sina la ziada ila acha niendelee kusema asante sana kuendelea kuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 12 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Nene Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi acha tuendelee kusema asante sana kwa kuendelea kutuamini kuwa chanzo chako cha habari zenye ukweli na zenye kuaminika. Bye bye na chau, na ni kwa tena tukutanane baadaye katika matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa.
Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.